Lakini kwa namna ya kipekee nimshukuru sana rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa kutuamini. Leo huu mwaka wa 2020 mimi nipo katika wizara huu mwaka wa 3. Si jambo jepesi. Lakini pamoja na kazi nzuri tunayoifanya, si kazi tunayofanya peke yetu. Wasaidizi wetu kwa maana watumishi wa wizara yetu wanafanya kazi kubwa sana. Hii RUWASA leo tunaoizungumza hapa inaitwa RUWASA. Kuna watu wameteseka kuiandika. Mimi nakumbuka katibu mkuu mpaka saa 3 usiku bado yupo ofisini. Pamoja na watumishi wake, ni kazi imefanywa kwa kiwango kikubwa sana. Waziri wetu amerahisisha jambo hili liweze kufanyika, na hata alipofika bungeni halikuchelewa, lakini kwa namna ya kipekee uamuzi ulikuwa sahihi sana wa rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, kwa maana ya wahandisi wote watoke kwenye halmashauri waje katika wizara yetu ya maji. Huu ni uamuzi sahihi sana. Tunamshukuru wataalamu wetu wa ndani. Kama waandishi wa habari mtakuwa mkifuatilia baadhi ya ziara, sisi tulikuwa tukipiga kelele sana kuhusu baadhi ya wakandarasi. Lakini baada ya kuamua baadhi ya miradi tufanye kwa force account, tulikuwa tukisema wizara ya maji haijaajiri makondakta wa daladala. Tumeajiri wataalamu. Mmeweza kufanya kazi, mmeweza kutengeneza miradi, mmekwamua miradi kwa kutumia wataalamu wetu wa ndani. Hili ni jambo kubwa, na tuna wataalamu wetu, kwa maana tukiwaamini na tukiwapa uwezo wa kufanya kazi, watafanya kazi kubwa. Katibu mkuu, hili nakupongeza sana. Miaka ya nyuma tulipokuwa tunafanya ziara, mimi nilishawahi kuhoji, inakuwaje kuna kuwepo na mkandarasi ambaye eti anaitwa kwenda kununua mabomba. Mimi nikahoji, ina maana si viwanda hatuvijui? Leo hii tupo hapa, tuna saini, katibu mkuu tunalisimamia hili jambo. Hawa watu wa makampuni, kwa maana watengenezaji wa viwanda, wamekuja hapa husika, wapo, tumeweza kusainiana nao na tunajivunia tumeokoa zaidi ya bilioni 8. Si jambo jepesi jamani. Bilioni 8, ambapo kuna baadhi ya maeneo wanateseka na maji vijijini, wanahitaji mradi wa milioni 300. Fedha hizi ambazo mmeziokoa, mzitengenezee utaratibu wa kwenda kuanzisha miradi mingine, wananchi vijijini waende kupata huduma hii ya maji. Mkurugenzi, nakupongeza sana Injinia Kiregani, kazi kubwa na nzuri mnayofanya. Na waandishi wa habari, naomba mninukuu hii haya ninayoyazungumza. Wizara ya maji, mageuzi tunayopitia na mabadiliko ambayo tunayoyafanya, ni moja ya wizara kwa muda mfupi itakuja kuwa wizara bora zaidi katika taifa letu. Wizara ambayo ilikuwa ikisemwa, nataka niwaambie, ni wizara ambayo itakayokuja kufanya kazi kubwa na nzuri sana. Tunaomba Watanzania wawe wavumilivu, lakini tumejipanga katika kuhakikisha tunakwenda kutatua tatizo la maji vijijini. RUWASA tuloianzisha si RUWASA ya maneno, ni RUWASA ya maji bombani, na tumedhamiria kabisa katika kuhakikisha tunakwenda kumtoa mwanamama ndoo kichwani. Tumepata fedha hizi zaidi ya miradi 513, mikoa 17, halmashauri 86 na vijiji zaidi ya 1055. Si jambo jepesi sana. Miradi hii yote ambayo tunaenda kuianzisha ni miradi ambayo itatekelezwa kutumia wataalamu wetu wa ndani. Kwa hiyo ile janja ya wakandarasi haipo tena. Kwa hiyo RUWASA ni mwarobaini wa wakandarasi makanjanja, RUWASA ni mwarobaini wa wakandarasi wa babaishaji. Tunakwenda kufanya kazi kwa vitendo, ili azma ya rais wetu Dr. John Pombe Magufuli ya kumtoa mwanamama ndoo kichwani itimilike, na azma ya chama chetu, kwa maana itakapofika 2020 hii, kabla ya Desemba, 85% ya upatikanaji wa maji iweze kutekelezwa. Kwa hiyo ni watoe hofu wa Tanzania, kwa maana wa mama wa vijijini ambao wanahangaika usiku kwenda kutafuta maji. Kazi ya mama wa kijijini itakuwa kuzalisha, lakini la pili kumpetipeti baba nyumbani, si ile kazi ya kwenda kuhangaika. Kwa hiyo kikubwa ambacho napenda nitumie nafasi hii kuwapongeza sana makampuni ya Tanzania. Leo hii mnasaini hapa, moja, mnaenda kuwasaidia vijana wengine kuenda kuajirika, lakini la pili, mnakuwa sehemu sasa ya kulichangia taifa letu kwa vitendo. Tunawaomba sana tusiharibiane. Leo hapa kila mmoja anasaini, anacheka,
kwa sababu mchakato ulikuwa huru na ulikuwa wazi. Kila mmoja amepata nafasi ya kwenda kutumia, na pigeni makofi sana RUWASA. Mchakato huu ungekuwa wa kibabaishaji, sidhani hapa kama kungekuwa na malalamiko mengi. Kwanza tuanze kutatua malalamiko, lakini hapa kumekuwa fair, kuna uwazi. Tunaomba hii ndio utamaduni uwe wa wizara yetu ya maji. Katibu Mkuu, tunakushukuru sana, lakini tuwaombe sana ndugu zetu wa makampuni, kazi mmepata, tunaomba uzalishaji huu, haya mabomba upatikane kwa haraka. Tusije tukaharibiana kipindi hichi sasa cha mwisho wa kuhesabu. Sasa hivi ni kipindi cha mahesabu mwisho, tusiharibiane. Ninyi msituharibie na sisi tusiwe. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tusiharibiane. Sasa hivi tunafunga mahesabu. Mkaifanye kazi hii kwa haraka, na ndio itajenga imani kubwa sana ya sisi kuendelea kuwapa kazi. Na hiki ndio kitakuwa kipimo na uwezo wa kwenda kuifanya hii kazi, na ndio maana tumewaamini. Kaifanyeni kazi hii. Kwa lugha nyepesi tunasema ukiaminiwa aminika. Tumewaamini sana. Rais anapambana kila kukicha kwa maana ya kazi zote wapewe watu wa viwanda vyetu vya ndani. Tumewapatia kazi. Kaonyesheni kwamba mna uwezo wa kuzalisha zaidi katika kuhakikisha kwamba na sisi kama wizara tunaendelea kuwa wadau wenu, ili katika kuhakikisha tunazalisha mabomba mengi na wananchi waweze kupata maji. Moja ya changamoto kubwa ya wizara yetu kipindi cha nyuma, kuchelewa kwa miradi ya maji, kulikuwa uagizaji wa vifaa nje. Sasa leo tuna vifaa vyetu, tuna viwanda vyetu hapa ndani. Kwa hiyo ile sababu ya ucheleweshaji wa miradi itakuwa imekufa. Naomba kazi mkaifanye kwa haraka, ili sisi wataalamu wetu waende kutekeleza hii miradi kwa wakati, na wananchi wa Tanzania waende kufaidi matunda ya rais wao Dr. John Pombe Magufuli. Kwa kazi hii kubwa, ndugu zangu hawa wajirani wa upande wa pili wajipange sana. Hakuna wa kumzuia rais Dr. John Pombe Magufuli. Kwa sababu gani? Kwa kazi kubwa na nzuri anaoifanya. Sisi tunachotaka kuhakikishia Watanzania kama viongozi wa Wizara ya Maji, hatutokuwa kikwazo katika kuhakikisha miradi hii inakamilika kwa wakati na Watanzania waweze kupata huduma ya maji. Tunatambua kabisa maji hayana mbadala. Maji si kama wali, kwa maana ukikosa wali utakula ugali. Ukikosa maji utapata maradhi. Tuwaombe sana wataalamu katika kuhakikisha hili jambo tunalifanya kwa wakati na Watanzania waweze kupata huduma hii muhimu sana ya maji. La kumalizia ambalo mimi ninalotaka kusema, kubwa na mnafanya kazi kubwa. Yaani RUWASA nataka kuifananisha kama ndama. Yaani mtoto wa ndama kwa maana ya ng'ombe ukimzaa, yaani hapo anatembea na anakula majani, ndio RUWASA. Hongereni sana. Ile michakato sasa ya kutumia achana nayo. Kwa hiyo tunawaomba mkaifanye hii kazi, mkurugenzi mkaisimamie katika kuhakikisha ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezeka. Mwisho niwatie moyo wa supplier wote. Imani kubwa tunarudia tena, mkaifanye kazi kwa wakati. Akamilishe na mkajenge imani kubwa sana. Mkifanya vizuri na ndio kazi zaidi na zaidi mtaweza kuzipata. Kwa hiyo sisi ni wadau wenu muhimu sana. Kwa kumalizia, nipende kutoa shukrani sana kwa wadau wote wa maendeleo kwa kutuunga mkono sisi wizara yetu ya maji, kwa maana katika kuhakikisha tunatekeleza miradi mbalimbali ya maji. Lakini viongozi, bunge letu limefanya kazi kubwa sana. Pia dola za Kimarekani milioni 175,000 zilitumwa kwenda kwa mameneja wa mikoa ya RUWASA kwa ajili ya usimamizi wa programu hiyo. Hali ya utekelezaji wa programu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kupokea fedha za P4R, yani hiyo programu kutoka Wizara ya Maji, mwezi Novemba 2019, RUWASA ilianza kufanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa miradi ya maji mipya pamoja na miradi ya maji iliyohitaji kufanyiwa ukarabati mkubwa na upanuzi. Timu za usanifu za mikoa zilikuwa na wajibu wa kufanya utafiti na usanifu wa miradi na kuwasilisha taarifa zao makao makuu. Na kazi yetu kubwa sisi makao makuu ilikuwa ni kupitia usanifu huo na kuridhia. Kupitia utaratibu huu tulipanga kufanya usanifu wa miradi 388 katika mikoa yote 17. Kazi ya usanifu wa miradi, upitiaji na uridhiaji ilifanywa kwa umahiri mkubwa na kukamilika ndani ya miezi 4. Na hili niseme Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi hii ingekuwa contract out kwa consultant, ingeweza kuchukua muda mrefu zaidi ya huu tuliofanya sisi kwa kutumia watumishi wa ndani. Miradi mingine 74 yenyewe ukarabati ambayo ilikuwa inahusu zaidi ukarabati
usanifu wake ulifanyika katika ngazi ya mkoa, hawakuhitaji kutuletea sisi makao makuu. Nichukue fursa hii kwa kweli kuwapongeza sana wataalamu wetu wa RUWASA wa ndani walioshiriki kikamilifu kutekeleza jukumu hilo, na wengi wanaamini kabisa kwamba kwa staili hii baada ya miaka michache ijayo tutakuwa na wahandisi mahiri sana katika sekta yetu ya maji. Mgeni rasmi, ili kuepukana na ucheleweshaji wa mchakato wa ununuzi uliokuwa ukiendelea mikoani katika utekelezaji miradi mingine kutokana na kutokuwa na bodi za zabuni, tuliamua kufanya manunuzi ya pamoja, yani bulk procurement, katika ngazi ya kitaifa, yani RUWASA makao makuu. Na tulichofanya, tuligawanya zabuni kubwa za ununuzi wa mabomba, na kama unavyojua mgeni rasmi, miradi ya maji asilimia kubwa zaidi hata 70 ya gharama inakwenda kwenye mabomba. Kwa hiyo mabomba pamoja na pumps tuliamua hizi tuzifanyie mchakato katika ngazi ya makao makuu. Lakini vifaa vingine kama nondo, saruji, mchanga, mbao, hivi vilifanya katika ngazi ya mkoa, lakini ndani ya wilaya zote. Kwa hiyo kila wilaya delivery points zilikuwa wilayani, lakini manunuzi yamefanya katika ngazi ya mkoa. Na tuliamua kufanya manunuzi katika bulk kwa sababu kubwa 4. Kwanza, tuharakishe mchakato wa ununuzi wa vifaa hivyo kwa nchi nzima. Pili, tusimamie kwa ukaribu ubora wa vifaa vinavyonunuliwa, kwa sababu moja ya udhaifu uliokuwepo huko nyuma, tulibaini miradi mingi inafeli kwa sababu pia ya ubovu au kutokuwa na vifaa vinavyokidhi ubora. Tatu, kutekeleza uamuzi wetu kama taasisi moja, kuwa na aina chache za pump na mitambo kwa maana ya standardization, ili kujenga weledi wa kutosha katika kutengeneza, kumaintain na hata kufanya replacement pale inapohitajika, badala ya kuwa na aina nyingi za pampu na kutuhitaji tuwe na utaalamu wa maeneo mengi zaidi. Kwa hiyo tumestandardize vifaa hivyo ili tuvijengee umahiri katika kazi. Na 4 na muhimu pia ni kitu wataalamu wanaita economy of scale, kwamba kwa kufanya hivyo tuna attract competition zaidi ili bei ya ununuzi iweze kushuka. Na ninafurahi mheshimiwa mgeni rasmi kutamka bayana kwamba kupitia, japo wadau wako hapa zabuni, kwa bei ambazo tutasaini mikataba leo tumeweza kuokoa fedha kwa estimate zetu za prevailing market prices. Tumeweza kuokoa bilioni 8.4. Na baada ya kuconclude mikataba hiyo, nimeshaagiza tayari wa mameneja ya mikoa katika mikoa 17 kuandaa mipango kwa ajili ya matumizi ya fedha hii kwa ajili kuibua miradi mingine. Kwa hiyo huenda tukatangaza tena zabuni ya ununuzi wa mabomba kutegemeana na mipango itakapokuwa imeibuliwa.